Ephesians 2 verse 13. Na viongozi walisema tu wakutane leo after ibada tu, watakutana na dakika chache waongeongee na mambo itakuwa sawa. Ephesians 2:13. Nataka kuongea kuhusu the power of the cross. The power of the cross. It is our topic, the power of the cross. Ama nguvu ya msalaba. Nataka tufungue Ephesians 2:13. Mm-hmm. 2:13. 2:13 inasema ya kwamba lakini sasa katika Kristo ninyi mlikuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Itarudia. Lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mlikuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Biblia inaongea, nataka kuongea kuhusu msalaba. The power of the cross, ama nguvu ya msalaba. Kila mtu tunaamini ya kwamba tumekombolewa kupitia msalaba. Haleluya. Na isingelikuwa ni msalaba, hatungelipata ukombozi katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Nikurudishe kidogo. Wakati Mungu alimuumba mwanadamu, aliona inapendeza na akamuumba ikiwa mfano wake. Alipomfanya mwanadamu akiwa mfano wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba mwanadamu akakataa kusikiliza Mungu, na Mungu akajitenga na mwanadamu. Haleluya. Na baada ya Mungu kujitenga na mwanadamu, Biblia inasema ya kwamba mwanadamu akaishi katika ulimwengu ambao ni wa dhambi. Ndiposa unakuta kondoo, mbuzi na wanyama wengi waliweza kuangamizwa ili ionekana kana kwamba damu ya mnyama inaweza ikamuokoa mtu. Haleluya. Lakini maandiko inasema kondoo wakachinjwa, wanyama wakachinjwa. Biblia inasema ya kwamba lakini haikupatikana kitu chochote ama damu ya mnyama iwezayo kumrejesha mahusiano kati ya mwanadamu na mbingu tena. Haleluya. Na maandiko yanasema ya kwamba kwa maana yeye ndiye amani yetu. Lakini sasa katika Kristo ninyi mlikuwa mbali hapo kwanza. So wakati mwanadamu alitenda dhambi na kazi, Biblia inasema ya kwamba akakaa mbali na uso wa Mungu. Ikawa sasa hakuna njia ya kumwokoa mwanadamu. Ndiposa kulikuwa na kitambaa ambacho kilikuwa kimekatanisha kati ya madhabahu na nje. Na katika madhabahu, aliyekuwa anakaa katika madhabahu ni kuhani pekee. So alikuwa anaingia kufanya ibada ya upatanisho. Ni kumaanisha alikuwa anapewa kama ni mwana kondoo ama ni mwana mbuzi. Wakati mwanadamu ameazi, akitafuta damu yake ikishamwagika tu, kana kwamba anaweza akakombolewa. Ni kumaanisha ya kwamba akitafuta mahusiano yake tena na Mungu yaweze kurundiana. So ile kitambaa ilikuwa imeshikanisha hapa. So wakati kuhani alikuwa anaingia kwa madhabahu, nataka unisikilize, alikuwa akiwekwa kamba ndefu kutoka ndani ya hekalu la Mungu. Hiyo kamba ilikuwa inatoka mpaka nje. Namba 2, alikuwa amewekwa kengele, ilikuwa katika miguu yake.
So hiyo duara wakati anatembea akifanya ibada, hiyo duara ilikuwa inalia. So watu wakiwa nje walikuwa wanasikiliza hiyo duara ikilia, wanajua ya kwamba kuhani uhai angali hajakufa bando, alikuwa anajua yuko uhai. Lakini walipokuwa wanasikia ya kwamba hiyo duara imeacha kulia, walikuwa wanajua ya kwamba kuhani ameangamizwa. Ni kwa sababu gani? Malaika alikuwa anaishi katika madhabahu akishikilia upanga. Haleluya. So tulikuwa tunakaa mbali sana na Mungu, ni kwa sababu ya dhambi zetu. Na hata wa leo mwanadamu akishatenda dhambi, uanga anaogopa kukaa na mtu ambaye anajua ako sawa, anakaa tu akikimbia. Haleluya. Kwa sababu gani? Kuna ile dhamiri inalia ndani yake. Haleluya. Lakini maandiko yanasema namba 14, kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi zote tuliokuwa wawili kuwa mmoja. Haleluya. Wakati Mungu alimuumba mwanadamu, alichukua roho yake akaiweka ndani ya mwanadamu, akamwambia pokea roho. Mwanadamu akawa inner man and outer man. Wakawa watu wangapi? Watu wawili. Lakini wakati dhambi ilikuja, hii dhambi ilikuja ikatenganisha roho ya Mungu na mwanadamu, wakatengana. Haleluya. Wakawa hata kama ni Mungu ameumba mwanadamu, wakawa ni watu wawili tofauti. Haleluya. Lakini maandiko yanasema wakati Yesu alikuja akanyakua hii roho ya Mungu, akamnyakua mwanadamu, akaiurudisha tena kwa sababu ya msalaba. Haleluya. So ni kupitia msalaba. Nataka nikusomea hapo chini. Hapo chini namba 15, akiisha kuondoa ule uadui wa mwili wake, ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. 16, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja, na njia ya msalaba akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Haleluya. Alipokwisha kuondoa ule uadui kati ya binadamu na kati ya Mungu, Yesu akaja akauondoa. Na maandiko yanasema ya kwamba akaondoa ule uadui ambao ulikuwa katikati yao. Alipouondoa akaurejesha kwa njia ya msalaba. Hata kama Yesu aliteseka, hata kama Yesu alitukanwa, hata kama Yesu aliambiwa ya kwamba amezaliwa katika ukoo wa Daudi, akaambiwa ya kwamba katika mji wake hawezi patikana mtu ambaye anaweza akabeba ufalme. Ninataka kuambia ya kwamba kwa njia ya msalaba tu Yesu aliweza kubeba ule uhusiano wa mwanadamu na uhusiano wa Mungu, akauchukua akaurudisha kupitia msalaba. Nimekuja kuambia mchana wa leo, ni msalaba tu umekuhifadhi uhai. Kama si msalaba ungelikuwa umeaga, lakini msalaba umekuokoa, msalaba umekutetea, umekuondolea magonjwa, umekuondolea laana, umekuondolea mikosi, umekufanya ushirika tena kati yako na mbingu. Na kuanzia leo mbingu, wewe na mbingu muko kitu kimoja. Haleluya. Kupitia msalaba tu hivyo
akakamata uovu akauchukua, akachukua magonjwa akayabeba, akachukua visirani akavibeba, akachukua anasa akasibeba, akachukua usherati akaubeba, akachukua kila kitu, akachukua kifungo akakibeba, akachukua mateso akayabeba. Alipoyabeba, maandiko nasema ya kwamba akayachukua. Alipoyachukua akaenda nayo pale Kalvari, akasema ya kwamba imekwisha. Sasa nimekuja kuambia ya kwamba katika maisha yako, utakapo apply nguvu ya msalaba katika maisha yako, utatembea kama mfalme, kwa sababu aliye ndani yako aliweza kushinda nguvu za ulimwengu katika jina Yesu. Hata kama watu wanaweza kutukana, wasema ya kwamba hayo masomo umeanza hautamalizia, wasema ya kwamba hiyo kazi utafunga, wasema ya kwamba hiyo neno halitakuwa. I have come to declare in the name of Jesus, through the power of this cross, we are all saved in the mighty name of Jesus. Tumeokolewa kupitia msalaba. Shout and big amen. Hallelujah. Alikuja akachukua kanza akaiweka hapa. Hallelujah. Akachukua ukimwi akaiweka hapa. Akachukua usherati akaiweka hapa. Akachukua kutukana akaiweka hapa. Akachukua madharau akaiweka hapa. Hallelujah. Akachukua uchungu wote wa kila aina akauweka hapa. Akawachukua wachawi wote akawaweka hapa, wanaokutesa akawaweka hapa, akawabeba wote akawaweka kwa msalaba, na akasema sasa yatosha. Kanisa kukombolewa kuanzia leo, kutoka wakati wa msalaba kanisa ilikombolewa. Na hata wewe utakapoielewa nguvu ya msalaba utakombolewa, watoto wako watakombolewa, katika maisha yako utakombolewa. Hautalia tena, hautateseka tena katika jina Yesu Kristo. Haleluya. Kafara zote ziko chini ya Yesu Kristo. Akasema imekwisha. Haleluya. Akasema imekwisha, dunia kukombolewa. Akasema imekwisha, dunia kukombolewa. Akasema imekwisha, familia kukombolewa. Haleluya. Sema yatosha. Sema yatosha. Sema yatosha kwa familia yangu, kwa maisha yangu, kwa watoto wangu, kupitia msalaba tu. Haleluya. Hebu tusome Wakolosai, Colossians. Agape. Colossians 1 verse number 20. Ndansia 19. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Haleluya. Katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Alivumilia mateso ili akaweze kutimiliza kile ambayo aliitiwa na Bwana. Haleluya. Yesu, jua ya kwamba Yesu alikuja tu akuwa na business bill, alikuja kurejesha uhusiano wa mtu. Haleluya. Alikuwa ametolewa Haleluya. Haleluya. Number 20 inasema hivi, na kwa yeye kuipatanisha vitu vyote na nafsi yake akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake, kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Haleluya. Haleluya. Alivipatanisha vitu vyote. Maandiko nasema akavipatanisha vitu vyote
vilivyo juu ya nchi na pia vile ambavyo vilikuwa mbinguni. Ni kumaanisha ya kwamba viumbe hawa wanakaa in this physical world. Akawaunganisha na wale viumbe ambao wanakaa in the spiritual world. Alipowaunganisha, aliwaunganisha tu kupitia msalaba. Kwa kupitia kuunganishwa, amani ikaonekana. Nimekuja kuwatangazia, niwaambie ya kwamba amani itaonekana wakati mbingu na wewe mtakaribiana na muwe kitu kimoja. Amani itaonekana katika maisha yako, amani itaonekana kwa hiyo nduka yako, amani itaonekana kwa hiyo familia yako, kwa sababu kunaye mmoja ambaye alishuka kutoka mbinguni akaja purposely ili anejeshe viumbe vyote, hawakusanye, hawaambie ya kwamba njooni kwangu nyote mnaosumbuliwa na kuteseka na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Anasema ya kwamba jitwike nira yangu kwa sababu ni laini. Nimekuja kuambia ya kwamba msalaba ulitutetea pale Kalvari. Ile damu ilimwagika, tumelipiwa mandeni. Ile damu ilimwagika, tumeondolewa kansa. Ile damu ilimwagika, tumeondolewa magonjwa. Anasema ya kwamba yamekwisha sasa, dunia kukombolewa. Haleluya. Hawa viumbe Biblia inasema ya kwamba in the book of Revelation kuna viumbe wanne ambao John the Evangelist anawaona. Moja akona chura ya tai, moja akona chura ya simba, moja akona chura ya ndama, na moja akona chura ya binadamu. Hawa viumbe wanne Yesu alikuja kuwaunganisha tena. Hallelujah. Only the blood of Jesus. Damu ya Yesu pekee. When you apply the blood of Jesus in your life, hautawahi teseka katika maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. Damu. Kwa hiyo Wakolosai, tusome chapter number 2 verse number 14. Akisha kuifuta ile hati iliyoandikiwa ya kutusitaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Haleluya. Haleluya. Kiingereza inasema nini huu mstari wa mwisho? Nani akona Kiingereza? Atusome hiyo 14. Kama si Yesu Haleluya. Haleluya. Ikapigiliwa kama vile unapigianga msumbari kwa mbao, dhambi zetu na mateso yetu vikapigiliwa kwa msalaba. Haleluya. Kwa hivyo nimekuja kuambia ya kwamba utakapokubali damu ya Yesu na ukubali nguvu ya msalaba ikuongoze katika maisha yako, hakuna accident itaonekana katika maisha yako. Unapotembea kuna ile damu inalia ambayo ilimwagika pale kwa msalaba. Hiyo damu inakutetea. Utakapo apply the power of the cross, hakuna magonjwa ambayo inaua itakuona, kwa sababu Yesu alichukua magonjwa.
Yesu akachukua damu, Yesu akachukua mateso, akachukua vile vitu. Alipovichukua, maandiko yanasema ya kwamba akavispigilia pale kwa msalaba, akasema sasa yamekwisha. Dunia kukombolewa. Nimekuja kuambia kanisa la Mungu ya kwamba muamini Yesu na uamini nguvu ambazo zilitendeka pale kwa msalaba, na utakapoziamini zitakutetea katika maisha yako. Haleluya. Njua shinda yako imepigiliwa msumari. Haleluya. Haleluya. Imepigiwa, imewekwa kwa msalaba ili lidhibitikie. Yesu alikuja kutafuta na kuokoa. Alisulubisha katikati ya wezi wawili. Mmoja akamgeukia akamwambia, jiokoe na mimi niokoe. Haleluya. Jiokoe na sisi usiokoe. Mwingine akamgeukia akamwambia, huyo mwingine akamgeukia akamwambia, ule mwizi akamwambia, kwa nini? Kwani auoni haya? Huyu Yesu amehukumiwa pamoja nasi wezi, na hakuna kitu amekifanya. Akamwambia Yesu, utakapofika katika ufalme wako usinisahau. Wokovu kaanza kwa msalaba. Yesu akamwambia, kuanzia leo utaketi katika mkono wangu wa kulia kwa ufalme wangu. Haleluya. Ukimwamini tu Yesu Kristo, uamini msalaba wake, mambo yote inakuwa sawa. Haleluya. Haleluya. Wakati mmoja nikawa katika hali ya kumtafuta Bwana. Ilikuwa nimefika muda wa kuachwa peke yangu. Sikuwa na rafiki angeni comfort. Nikawa katika hali ya maisha magumu sana. Nikaenda mahali nikalala kuomba na nikashinda kuomba. Sijui mvua ilitoka wapi. Ikanyesha usiku na kesho yake ikaendelea. So nilikuwa kwa kichaka, singepata mahali pa kujificha. Mvua ikaisha. Sawa, zile viatu nilikuwa nimevaa ni viatu imeisha. Nikaanza kuomba. Nilipokuwa katika hali ya kuomba, kiatu soli ikaingia kwa mchanga, ikawa miguu imeachwa. Na ile distance ilikuwa ni distance kubwa sana kwangu kufika nyumbani. Ikawa mguu mmoja unakanyanga chini na mgonja. Nikamaliza maombi nikaenda nyumbani. Nisikia uchungu. Nikatembea kwa around kilomita 5. Upande moja ukikanyanga chini. Huku nimechoka, nguo zimenyeshewa, siko na nguvu. Simekuwa nzito. Lakini kile kitu nilikuwa naamini ni ya kwamba there is power. Kuna nguvu ya Mungu. Haleluya. Nilikuwa nimefika wakati tu nilikuwa napita tu hivyo. Nikitembea
na watu wamekuwa attentive kuniangalia. Nikuta watu kama 5 wakiongea nikipita. But there is God in heaven. Usijawahi jidharau katika maisha yako. Amini Mungu aliyekuita ako na uwezo. Hallelujah. Hata uwacho peke yako, there is power speaking on the cross. Kuna nguvu inaongea kwa msalaba. Inaweza kukusaidia. Hallelujah. Singelijua kana kwamba naweza nikatoboa hali ambayo nilikuwa. Hallelujah. Yesu aliokoa ulimwengu kupitia uchungu ili amani ionekane. Hallelujah. Wakati mwingi nakuwa katika maombi, naambia Mungu, kumbuka uchungu ambao ulinitia katika moyo wangu kwa sababu ya mji huu. Kuna kile Mungu alikuita ukakifanye. Just believe God. Amini tu Mungu ako na uwezo. Hallelujah. Nataka kumalizia akisha kuvichukua, akisha kuvivua enzi na mamlaka na kusifanya kuwa mkogo kwa ujazili, akazishangilia katika msalaba huo. Akisha kuvivua enzi na mamlaka, akavua enzi na mamlaka, akasifanya kuwa mkogo kwa ujazili, akasishangilia katika msalaba. Haleluya. Katika msalaba yote yalimaliza, yote msalabani, yote alimaliza, yote msalabani. Mimi najua ya kwamba ukikaa tu ndani ya Yesu na umwamini katika moyo wako, it does not matter hali ulio nayo leo. Haijalishi mahali umetoka, haijalishi hali ulio nayo, haijalishi huo ugonjwa walisema hautawahi pona. Just ukishamwamini Mungu, Mungu ako na uwezo wa kukuondolea lawama zote. Ako na uwezo wa kukufanya rafiki. Nitakupea pointi chache. Msalaba, kwa nini msalaba ulikuja? Number 1, to bring forgiveness. Msalaba ulileta kusamehewa. Kusamehewa. Msalaba tuliweza kusamehewa. Forgiveness. Hapo mbele tulikuwa mateka kwa sababu ya dhambi. Na maandiko yanasema ya kwamba tulikuwa wafu. Lakini wakati Yesu alikuja, tukaweza kukufa pamoja na yeye na tukayuishwa. Ndio maana tunasemanga kwa ubatizo kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, unazama kwa maji inakufunika. Ni kumaanisha umekufa katika sinful world. Katika ulimwengu wa dhambi umekufa. Unapoamka umefufuliwa katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Ama tunasemanga nini wakati tunazika? Si tuwanga tunarusha mchanga tukiambia mtu bye bye, si ndio? Lakini sisi hatutaambiwa bye bye. Miaka yetu itafika. Si ni sawa? Haleluya. So si wanga mchanga inafunika mtu, inakuja inakufunika kabisa. Ni kumaanisha
umeondoka katika ulimwengu huu. So Yesu naye alileta mwangaza ya kwamba unapobatizwa ukiingia kwa maji na kufunika. So wewe umekufa katika ulimwengu wa dhambi. Unapo katika hali ya kukufa katika ulimwengu wa dhambi, so unayuishwa. Haleluya. Unatoka, unakombolewa katika ulimwengu wa milele. Haleluya. So msalaba ulituletea kusamehewa. Number 2, salvation. Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru, isingelikuwa ni wewe, isingelipata wokovu. Salvation. Akalia kwa uchungu, amendungwa na mkuki, amepigirwa msumari, amevalishwa kofia ya miiba, akalia kwa uchungu, Eloi Eloi lama sabakthani, Mungu wangu mbona umeniacha? Ili achukue huo uchungu ulio nao, achukue hayo mateso ulio nayo, akuchukulia hiyo aibu, akavuliwa nguo kwa msalaba, ili aibu yako iweze kufunikwa. Haleluya. Maandiko nasema hata ile nguo yake, wakati pasuala hekalu liliweza kupasuka, ikapasukia tu hivyo, inchi ikawa giza, inchi ikatetemeka. Maandiko nasema ya kwamba waliomshitaki, waliomuua, wakasema ni kweli huyu alikuwa mtoto wa Mungu. Wakachukua nguo yake wakaipigia kura. Haleluya. Alivuliwa nguo ndio wewe ufuniko uchi wako. Alipigiliwa msumari, akachukua maumivu yote, akantungwa na mkuki, damu na maji vikatoka, ili uchungu wako uweze kuisha. Haleluya. So, damu yako si ya kumwagika kwa barabara, as long as you believe God. Haleluya. Ule uchungu Yesu aliuchukua. Ile damu ikamwagika kwa injection. Pale alisulubishwa katikati ya barabara, akasulubishwa katikati hapo, ili damu yako isije ikamwagika kwa barabara. Haleluya. Haleluya. Alisulubishwa hapo, damu na maji vikatoka, hakalia kwa uchungu, hakasema Eloi Eloi lama sabakthani, mbona Mungu wangu umeniacha? Ili upate ondoleo dhambi. Salvation plus holiness na utakatifu. Number 3, love. Ni kupitia upendo Yesu mbingu ikaulizana. Kisoma Isaya 6, wanauliza tumtume nani? Nani ataenda kwa niaba yetu? Anasema nitume. Ni upendo. Akasema ya kwamba mimi niko tayari kwenda kumtafuta mwanadamu tena. Akaja, akavumilia, akapigwa, akateswa, akadharauliwa, akakataliwa, ili upate wokovu. Mahali kulikuwa kunaongea kifo, ageuze iwe uhai. Mahali kulikuwa kunaongea laana, aigeuze iwe baraka. Haleluya. Mahali walikuwa wanasema ya kwamba hii familia hii hakuna kitu kizuri kinaweza kikatoka hapa, ageuze hilo iwe sasa. Kwa hii familia inakataliwa hii, kuna mtu anaweza akatokezea asaidie kijiji mzima. Haleluya. Aweze kufunika mbwa mwitu midomo yao, aweze kuinua maisha yako, ainue mtoto wako mahali ambapo hujawahi keti, mtoto wako akufanye uweze kuketi pale, kwa sababu
mbingu imetumana. Bwana sifiwe. Mbingu imetumana, ni upendo pekee. Sema Bwana Yesu, upendo wako usiniondokee, kwa jina la Yesu. Ya mwisho, live. Why? Msalaba ulileta why. For God so loved the world that he gave his only son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. John 10 inasema ya kwamba life in abundance. Unapokea uhai. Hata kama iko siku itaimbwa lilia soro ya mwathani karira iguru, hata kama utateremshwa, Biblia inasema ya kwamba walio ndani ya Yesu hata wakilala watasikia sauti ya Yesu akiitana. Watakapomsikia Yesu akirundi, watakusanyika katika mawingu. Haleluya. Tunyoshe njia zetu. Tafuta kutembea na hizi nguvu za msalaba. Tafuta kutembea tu. Unapokuwa tu kila mahali, uliza ya kwamba damu ya Yesu ilinikomboa. Haleluya. Nguvu ya msalaba inanitetea. Darike ya Yesu yombaga manto jombe. Darike ya Yesu. Tunaenda kushiriki 2 weeks to come kikombe na mwili wa Yesu. Tajiandaji. Utapokea physically. Hata ukipewa sakramenti zote, upatiwe kule zote, bila kuprepare roho yako, itakuwa nothing. Lakini hii piece moja utaipokea, roho yako ikiwa tayari, nasema ya kwamba nampokea Yesu Kristo. Unapopokea, unapokea mwanzo mpya. Haleluya. Unapopokea kikombe, unaipokea damu ya Yesu. Inakubadilisha. Haleluya. Haleluya. Kuna mahali maandiko, niliona maandiko ikiongea in the book of Isaiah chapter number 10. Ni kutoka 25 hapo. Inasema ya kwamba watu wale walimkataa Bwana, miili yao inaanza kukonda. Mungu ataachilia kukonda kwao. Lakini ukiteremka hapa chini inasema ya kwamba lakini kwao mabaki itakuwa sasa watamtegemea Bwana. Haleluya. So Mungu anatafuta tu mabaki. Ni nani atamwamini Yesu? Ni nani atashiriki nguvu ya msalaba? Ni nani ata-apply damu ya Yesu katika moyo wake? Huu mwili hauwezi ukapokea mwili wa Yesu, this physical body. Haleluya. Yesu alikuja kuinua your spiritual body. Ndio wakati unaketi chini katika meza, unapokea mwili wa Yesu. Huu mwili wa ndani ndio unapokea. So huu mwili ukipokea, unapata kupanuka. Haleluya. Ukipokea tu huu mwili, kama kulikuwa na ugonjwa katika huu mwili wa nje, huu wa ndani akipokea, anaanza kuongea uponyaji. Huyu wa ndani akiongea uponyaji, hata wa nje atapona katika jina la Yesu. Kama kuna shida ilikuwa inakutesa, huyu ndani akipokea ujasiri, hata wa nje atakamata. Kama kuna madhabahu ilikuwa inaongea katika familia yako, na unakubali na unaketi katika kikombe cha Bwana, unakunywa damu yake, huyu wa ndani akipokea damu ya Yesu, hata wa ndani anapokea kunawili. Nataka kuambia ya kwamba pokea nguvu ya msalaba
katika maisha yako, na utakapoipokea, haijalishi ni nini itakayokuja kuinuka kinyume na maisha yako, sio wewe, lakini Bwana aliye ndani yako hata kulinda, hata kutetea, hata kuondolea vitisho yote. Death pattern in your life hata iondoa katika jina Yesu Kristo. Hajalishi chochote ambacho sumbua familia ya kwenu, akishaingia, Yesu akiingia, hasema ya kwamba nimefanya matapatano na mwanadamu. Akishaingia tu, anakuondolea pattern in your family, anakutoa wewe peke yako, anakuambia mwanangu, njoo nikufundishe. Haleluya. Akishakufundisha, mambo yote inakuwa sawa. Just amini Yesu Kristo. Ninapomalizia, Yesu akauliza, ni nani atanifuata? Petro akamwambia ya kwamba mimi nitakufuata popote uendapo. Yesu akamtazama akamwambia, leo hii kabla ya jogoo kuwika utanikana mara 3. Petro hakujua kile aliambiwa na hakutaka kujua kile aliambiwa. Haleluya. Akamwambia, kabla ya jogoo kuwika mara 3, kabla ya jogoo kuwika utanikana mara 3. Ukakaa hapo, Yesu akachukuliwa. Kuna mtu anaweza akakuasha wakati uko na shida, wakati unamuhitaji, wakati umelala kwa kitanda, hata kujingeuza uwezi ukajingeuza, hata kukunywa kitu uwezi ukakunywa. Wakati unamuhitaji hivyo, kuna mtu anaweza akakuacha. Lakini njoo uko na Yesu ndani yako. Ninajua Mungu ameweka maono makubwa katika maisha yako. Petro, maandiko yanasema ya kwamba akamwambia, nitakufuata popote uendapo. Yesu akaenda. Petro hakuuliza Yesu, kwa nini umeniambia nitakukana mara 3 kabla ya jogoo kuwika? Akatoka, akashikwa. Ikafika wakati mbele ya makuhani na mbele ya wakuu wa Roma, Petro akaonekana pale mahali Yesu alikuwa anastakiwa, anapigwa mijerendi, anatukanwa, anaambiwa, wewe ni mfalme wa Yahudi, tufanyie muujiza moja. Mtu mmoja akageuka akamuona Petro, akasema hata huyu alikuwa mmoja wa Yesu. Petro akasema hapana. Wakaenda tu. Petro akatoka mahali alikuwa, akaenda mbele, wakiwa nampiga mijerendi, akiwa anapigwa, anatukanwa. Mtu mwingine akamuona, anasema kwa uhakika huyu alikuwa mmoja ya Yesu. Petro akasema hapana, hata kumjua mimi simjui. Akaenda mara ya 3. Wakasema inamaanisha hata unapoangalia matendo yake huyu mtu, unapoangalia vile anavyotembea, inahakikisha ya kwamba huyu ni mwanafunzi wa Yesu. Petro akawaambia ya kwamba sijui tunatoana nini na nyinyi, mnaniuliza nini? Mnaniuliza nini? Maandiko yanasema ya kwamba wakati ilitimia mara ya 3, maandiko yanasema jogoo akawika. Alipowika, Yesu akageuka akamtazama Petro. Petro akakumbuka, niliambiwa nitamkaa. Haleluya. Haleluya. Naona kuna wakati itafika tu hata atakukimbia, kwa sababu kama tarumbeta injapigwa,
njia ya kumuona Yesu ni kifo. Na hata katarumbeta ikipigwa, miili yetu itabadilishwa, tupatiwe immortal body. Hii fresh Yesu ikaenda katika ufalme wa Mungu, hii haiwezi. Haiwezi ikaingia katika ufalme wa mbingu. Damu na nyama asihitajiki katika ufalme wa Mungu, bali roho. Vile utafanya urafiki wako mzuri na Yesu Kristo. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Wakati unatokanga tu kanisani, unakuanga na masaa mangapi? The whole of 7 days ya kumwambia Mungu ni asante. Haleluya. Ukienda kazini tu urudi, unakuanga na nafasi ya kuambia Mungu ni asante. Umekutana na magari, umekupitia na pikipiki. Kuna mtu hata akiwa huko anasikia tu pikipiki anayoondokea mpaka kwa kichaka. Huko anayoondokea kwa kichaka, ina lose control, inakutoa huko. Nasikia ameruhusi miguu atembei. Lakini wewe Mungu amekulinda the first day to the 7th day. Hiyo wiki yote, kwa hizo siku 7 unakuanga na nafasi ya kuambia Mungu ni asante. Haleluya. That's why napenda kuambia Mungu, kuambia tuwe na nafasi ya kushukuru Mungu. Tukikaa mwaka yote, naambia tuwe na ibada ya kushukuru Mungu pekee, kwa sababu si kawaida. Haleluya. So jua ya kwamba hii nguvu ya msalaba iko ndani yako. Utakapoamini hivyo, utatembea kwa imani ya Bwana. Haleluya. Na utafanya kile ambacho Bwana alikifanya, utafanya zaidi kwa jina la Yesu Kristo. Mark 16:15 anasema, enendeni katika ulimwengu mkitangaza habari njema. Atakayeamini na kubatizwa ataokoka, na ishara hizi zitafuatana na watakao amini. Wataombea magonjwa, yatapona. Watatoa mapepo, watakanyanga nyoka na nge, na sitawaharibu. Mungu anataka tuchukue imani. Amini ya kwamba kuna nguvu inalia pale kwa msalaba. Anasema ya kwamba yote imekwisha. Haleluya. Bwana sifiwe. Utakunywa kitu ya kufisha, lakini hakitakuua. Utakanyanga nyoka. Kuna wakati nikiwa naomba. Kuna wakati nikiwa na last week, I think ilikuwa ile wiki ya dedication. Nikiwa tu maombi hapa, Mungu akaniletea maono. Nikaonyeshwa nikitoka kanisani. So kuna kamboma nilipitia France, sijui ni wapi. So wakati nilipitia kwa hiyo kamboma. So ilikuwa na geti 2. Kuna geti ya kwanza na geti ya mwisho. So nikafunguliwa geti ya kwanza. Jo, ilikuwa shortcut. Nilipofunguliwa geti ya kwanza, nikaingia, ndio nipata njia ya kutokezea mbele. So nilipoingia nikakuta fresh blood. Huyo mama alikuwa anafanya ibada. Fresh blood. Na juu ya hiyo damu kuna maneno inaandikwa juu. Kuna maneno ya watu nilikuwa naona ikiandikwa juu. Na kupea vision ya last week but 1. Nikaona kuna maneno ya watu imeandikwa. So na huyo mtu akaniona akastuka. Na nilikuwa ninaomba tu barabara ya kupitia. So nikajiona juu tulikuwa watu 3. 2 walikuwa wameniweka katikati, lakini si wajui. Nilikuwa naona nikiwa na hii bag yangu ya Biblia. So sijui ni wakina nani tulikuwa na wao. Nikaona tunapitia, nikanyanga damu, na hiyo damu ilikuwa nyingi na ikanyangia juu. Lakini sikujua. Nikakanyanga nikisikia katika moyo wangu. So nilipoamka nikasikia Roho wa Mungu akiniambia,
omba sana kwa sababu ya mji huu. Niambia omba sana kwa sababu ya mji huu. Sacrifice zinafanywa. Utatembea juu, utakanyanga nyoka, utakanyanga nge, na hakuna kitu atakufanya. Haleluya. Bwana, kwa sababu umepewa mamlaka. So ilikuwa confirmation ya kwamba tumepewa mamlaka. Hata wakifanya sacrifice, sisi tumekombolewa na damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Simama na miguu yako tumalizie. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu.